wanakufa, yeye yupo. Watu wanakufa wanaondoka, yeye yupo. Huyu mzee ni mtu mbaya sana. Sasa kama unavyoelewa, maneno na maelekezo ya mzazi kwa mwanae yanazingatiwa. Basi ikawa ni hivyo. Nuhu akakutana na upinzani mkali sana kutoka kwa watu wake. Ikafika point sasa Nuhu akaona tena hakuna watu ambao wanamuelewa zaidi ya hawa ambao tayari yuko nao. Maandishi yanasema kwamba, vitabu vinaeleza kwamba kwenye muda wote huu ambao Nuhu alikuwa akiwahubiria watu dini na imani ya kweli ya kumwabudia Mungu mmoja na wala wasimshirikishe na chochote, kwa maana ya hayo masanamu na mengine ambayo wao wanaabudia kama Mungu. Nuhu inasemekana aliaminiwa na watu 10 tu. Ndio ujue kama binadamu ni wabishi. Miaka 950 ya mahubiri, akihubiri usiku na mchana, kwa akiwahubiria watu kwa dhahiri, na wengine akiwafuata mmoja mmoja kwa kisirisiri, anafikisha ujumbe wa Mungu. Lakini huwezi amini mzee, walomwamini ni watu 10 tu. Walomwamini ni watu 10 tu, na kuna baadhi ya maandiko yanasema walimwamini watu hawafiki 100 katika umma mzima, jamii nzima ambayo alikuwepo Nuhu, yenye watu mamia kwa mamia. Watu walomwamini hawafiki hata 100, yani hawazidi 80. Hiyo unaweza kuona ni kwa kiasi gani binadamu tangia miaka hiyo. Sisi bana ni watu wa matatizo sana, tuna shida wabishi, magaidi. Sasa Nuhu bwana akaona hii ishakuwa too much, kwa sababu ilifikia point sasa akienda kuwafikishia watu ujumbe wa Mungu, kwa sababu wameshaelekezwa na wazee wao kwamba wasimsikilize, wanaweka namna hii kwenye masikio yao, wanaziba hivi ili wasisikilize chochote kutoka kwa Nuhu. Kwa hiyo Nuhu akaona hao wameshafikia mbali, na maana sasa kama wameshaanza kuziba masikio kwa vidole vyao, mimi nakuwa naongea tu peke yangu, hamna anasikiliza chochote kutoka kwangu, ishakuwa shida. Nuhu bwana akamwelekea Mungu, akamwambia maneno yafuatayo: ewe Mola wangu, hakika mimi nimewafikishia dini hawa watu wako usiku na mchana, nimewafata kwa dhahiri, na kuna muda nimewafata mmoja mmoja kwa siri, nikiwafikishia ujumbe wako ulionituma niwafikishie, waache kuabudia masanamu, wakuabudie wewe Mungu peke yako. Lakini wito wangu huu wote kwa wao hawa jamaa, na mahubiri yangu yote ya kuwaita hawa jamaa, haukuwasaidia chochote wao kupata uongofu. Hawajaongoka hawa jamaa, isipokuwa ndo wamezidi kuwa waovu zaidi. Yani the more I preach, namna ninavyozidi kuhubiri na kuwafikishia habari zako, ndivyo wao ritani yao kwenye kunionyesha mimi jinsi gani ambavyo wao ni majeuri, wanazidi kuwa waovu. Yani jinsi ambavyo mimi nazidi kufikisha dini wafikishia wao, wao ndo wanazidi kuwa waovu zaidi. Kisha Nuhu bwana, baada ya sasa ilikuwa ni malalamiko, kwa sababu sasa ilifika point hali ikawa ni mbaya. Wana wadharau waumini wale watu wachache waliomwamini, wanachekwa kwamba nyie kweli kichwani hamko sawa, mnamsikiliza huyu mchawi, muongo, mwehu, mnamsikiliza vipi? Sasa Nuhu akamwambia, Mola wangu,
na kuomba utoe hukumu baina ya sisi, yani kwa maana ya yeye mtume wa Mungu na waliomwamini, na wale ambao wamempinga yeye, waliokataa ule ujumbe ambao yeye amekuwa akiufikisha kwao miaka 950. Na akaomba maombi pale Nuhu, akasema Mola wangu, na kuomba unisamehe mimi na wazazi wangu na kila ambaye ataingia na kila ambaye yupo katika nyumba yangu hii, katika waumini walioniamini mimi, ambao miongoni mwao wamo wanamume na wanawake, na wala usiwazidishie hawa waovu isipokuwa maangamivu tu. Yani huyo ni nabii wa Mungu ujue. Yani kwa kifupi alichoka, yani miaka 950 mzee. Watu 10 tu ndo wanakuelewa, au watu ambao wazidi 80 ndo wanakuelewa. Kwa hii sasa ilikuwa ni maombi haya. Nabii wa Mungu anamwambia Mungu wake kwamba hii ngoma sasa ishakuwa ngumu, na akamwambia kabisa, wewe mwenyewe unaona ninapokuwa nawafikishia ujumbe wanaziba, wanaweka masikio yao kwenye vidole, wanaweka vidole vyao kwenye masikio ili wasisikilize chochote kutoka kwangu. Na kuna wengine ninapokuwa ninawafikishia ujumbe kutoka kwako wanajifunika gubigubi. Yani wanajifunika gubigubi. Tunajua watu wa jamii ya Uarabuni wana ile desturi ya kuvaa, ya kuwa na vikoi na vitu vingine. Kwa hiyo wanajifunika gubigubi kwamba hawataki hata kumuona, hawataki kusikia chochote kutoka kwa Nuhu. Wao wanaendelea na mambo yao, wanaabudia tu masanamu, maisha yanaendelea. Basi bana, Mungu akasikia kilio cha nabii wake Nuhu, akampa maelekezo kwamba sasa umefika ule wakati wa kutenganisha ukweli. Tengeneza safina, tengeneza safina. Naomba kwa leo tuishie hapo. Kwenye episodi inayofuatia tutakuja kuelezea namna ambavyo Nuhu alipata kashikashi sana katika wakati huo ambao alikuwa akitengeneza hiyo safina. Wabishi waga wakosekani, kwa sababu safina haikutengenezwa tu siku moja ikakamilika. Hapana, ilichukua muda kidogo. Na hata siku ambayo Mungu anakuja kushusha ile mvua ambayo ni ya kutoka chini na juu, yani mvua ambayo watu waliangamiziwa kwa kipindi cha Nuhu, sio hii ambayo nyinyi leo mnalimia maharage hapo yanastawi na mnavuna. Hapana, hii ardhi mnavyoiona hii ina maji mengi kuliko hata ambayo yanatoka mbinguni. Kwa hiyo kitu kikubwa, wewe ambao unaendelea kufuatilia mtiririko wa mafundisho haya kutoka kwa Mfarisayo TZ, ni kuamini uwepo wa Mungu na kuendelea kunisikiliza ili uweze kuipata dini yake ambayo yeye anaikubali, uweze kuabudu, uweze kumfanyia ibada Mungu wako, ili ukifa asikuchome. Hicho ndicho kitu ambacho unatakiwa ukijue. Kubali, kataa. Wewe siku ambayo unaondoka hapa duniani, watu wako wakiwa wanalia kwamba wamekukosa, wamekupoteza, kuna maisha baada ya hapo. Kama ulikuwa ni jitu ambalo ni ovu, kama walivyokuwa hawa watu wa kipindi cha Nuhu, wabishi, na mwisho wao utaona ulikuwaje, basi hivyo ndivyo utakavyokuwa mwisho wako, kwa ubishi wako na ujeuri wako kutokutafuta kumwabudia Mola wako kwenye dini ambayo yeye ameishushia mitume na manabii waifundishe dini hiyo. Kwa hiyo nisikuchoshe, naitwa Mfarisayo, na kukumbusha kusubscribe kwenye hii channel, kucomment, kulike na kushare, ili watu wako wote wa karibu waweze kupata ujumbe mkubwa, ujumbe ambao utaishi milele na milele, kwa sababu ni ujumbe ambao unakukumbusha juu ya uwepo wa Mungu na dini ambayo yeye anaikubali, na utaratibu gani ambao Mungu anatakiwa afanyiwe ibada, aabudiwe. Na kwa kuongezea tu hapo, kama ulikuwa hujui, wewe kumwabudu Mungu ndio lengo la wewe kuwepo hapo. Yani Mungu akutumba sisi kuja hapa kutengeneza sijui SGR, sijui haya vitu yote unayoyaona,
Hilo sio lengo. Hivyo ni vitu tu ambavyo sisi binadamu tunafanya kwa ajili ya kuweza kumaster maisha ya hapa duniani, lakini lengo la mimi na wewe kuumbwa ni kumwabudu Mungu tu peke yake na kumsifu na kumtukuza na kumshukuru. Kwa hiyo katika maandiko ambayo, katika episode ambayo itafuatia, nitakuja sasa kuendelezea mwendelezo ilikuwaje baada ya Nuhu kuambiwa atengeneze safina. Mungu awabariki sana na uwe na siku njema.